Wangapi? Yes. Wangapi wanapenda umbea? Sasa yeye ndio alikuwa kuinua mikono hiyo. Hii nyingine ungeacha. Haya. Kulikuwa na mtu mmoja. Jina lake alikuwa anaitwa hajulikani. Ikati neno yake. Ilifika wakati wa harambee alikuwa anaficha pesa. Amen. Sasa akakuja akapatikana siku moja. Akawa amejisahau. Ameficha pesa na ni wakati wa harambee pesa ikaanguka. Nyuma yake kulikuwa na mshirika, alikuwa hana pesa ya harambee. Na kwa sababu ilikuwa tumeomba na kuhubiriwa kwa moyo, kwa imani, na huyu alikuwa hana imani, pesa ikaanguka, yeye akaipokea. Akasema hii imetoka kwa Mungu. Sababu ilikuwa sina pesa. Kwa hivyo kama kuna mtu amekuja na ameficha, Mungu aitoe, mwingine atoe. Yaani katoke alafu katolewe. Sasa yule lakini vile alitoa mikwanja, akatoa mikwanja. Watu walishangaa. Sema amen. Wangapi wamepokea ile neno wametoka hapo? Umependezwa na hiyo story? Sasa unaweza sema amen kumbe kipochi chako sasa hivi unakuta anapiga sana. Angalia pochi yako. Haya. Mimi nashukuru. Sitaongea. Nataka harambee yetu ianze utoe ndo sawa kama una mahali unakimbia. Inaanza saa hii ama saa 6 na 40 ama na nini? Yaani ianze mapema. Watu wanasiku ile kwa. Sasa siruhusu mtu kutoka mpaka niseme haya. Si wamekuja kwa Bwana. Unajua na kukinga na kitu ambacho kilikuwa kiende kukumbata kibaya. Na kizuia kwanza na kuzuia wewe. Kuna siku niliokoa watu mahali. Sijui kulikuwa ni tangi la maji lilikuwa linaanguka. Tulikuwa shimo. Sasa tulikuwa tunacheza alafu nikaushtua. Askari wewe anakuja. Sasa nilipokuwa nainuka tu vile nayo katika maji. Wakanifuata wakasema unajua umetuokoa, wacha na mchezo wako. Wewe bila kufikiria vile umetuokoa, wacha kufikiria vile umenishtua. Maana ningekufa. So tulia. Sawa? Tulia. Nimesema tulia. Mwambie mwenzako tumesikia umekuwa tulia. Mbona hujatulia wewe? Haya. Mtu wa Mungu ametoka hapa, amekwambia mambo mazuri, mambo mengi. Mpaka kafika wakati akakwambia jitafakari, jifikirie. Sawa? Na ndani umejifikiria vizuri. Sasa mimi nataka nikwambia kitu kupitia maandiko, si ndio? Sasa uanze kuchomoa. Kama kuna mahali umenani pigia simu mtu atumane. Na tukipigia simu mtu kama ni simu nzuri ya kupiga sema tumana ni hapa. Wakina nani wajatoa sana? Sasa kwa nini? Leta hiyo. Sasa mimi ninaona watu wanainuka. Wewe kwa maombi wewe. Wewe unaongozwa na Roho Mtakatifu. Inukeni sasa. Kumbe ninyi washirika wazuri. Jamani, hao washirika wao kwa hapa pigeni makofi hii laini. Hao washirika. Hao washirika. Hii ya Togato. Sawa. Ya Togato. Haya. Ya Togato. Sawa, asante sana. Fungu la 10 la Togato. Na kanisa la Togato hapo makofi yao. Amen. Tuko na wageni wa Togato hapa wa kutosha. Tuko na watu wa Togato. So ukivyoga vibaya, yaani ukikinyaga vibaya, wale wasiojua maana ya kuvyoga ni kukinyaga. Sasa ukikinyaga vibaya, utawekwa vizuri. Sasa kwa hivyo ni uvyogezo. Haleluya.
Asante. Mungu awabariki sababu tulikuwa tushaomba. Amen. Haya. Kama kuna mwingine hajatoa sadaka, iko kwa simu, namba iko pale, namba iko pale. Haya. Ini ya Rabbi. Tulia hapo kidogo. Tulia tu kidogo alafu nitamwambia. Tulia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tulia tu hapo. Naona ile dakika ikifika saa 7 huko mwingine tumeruhusu. Nataka tu niongee na nyinyi ujue maana ya hiyo kitu nafanya. Sawa? Dakika ngapi? 5. Ukiongeza 5 ni ngapi? 10. Ukiongeza 1 11, ukiondoa 11. Haya. Nenda kitabu cha Samueli haraka. Samueli 1. Samueli wa kwanza yani 2 anzia 3 ama uanzie 29. Kuna mambo kidogo sana pale nataka nikuzungumzie ambao ni muhimu sana, na yule aliyekosa achana naye. Amen. Unajua huwa ninawaeleza vitu na nyinyi huwa hamuelewi. Unaona wale ambao wamekuja siku ya Harambee. Unaona hawa unafahamu waheshimu sana. Tukufiti. Wametoka, kuna watu wametoka Kinango, watu wametoka Vyongatu, wengine wametoka Ukunda, wengine wametoka Kushomoroni, wengine wametoka Kotrisi, wengine wametoka alafu wewe unakuja kusumbuliwa na kinyangarika kilichokuja mahali hapa kilikuwa kinahitaji huyo pasta. Mbona hapo useme amen? Watu wanakuja na malengo yao. Nilikwambia unafaa uelewe hii kitu inayoitwa kati ya kumpenda Mungu na anayemhitaji. Umenisikia hiyo? Anayempenda Mungu ni tofauti na anayemhitaji Mungu. Aliye na hitaji akipata hitaji lake ama akiliposta hata upendwa na anayempenda Mungu atabaki hata iwe vipi, hata kujete awe hana awe anaye. Umenisikia? Lakini kuna wengine kilichomleta si kile kilichokuja. Haya, twende hapo. Baba, katika jina la Yesu, ni neno lako, mtumishi wako ametoka hapa. Bwana wangu, ninaongea nao kwa ajili ya kile umenifunulia hapa, na wajue ni nini wanafanya na ni nini kina umuhimu gani na kina ukweli gani na kina madhara gani. Baba, niongoze Baba, na uwaongoze masikioni mwao, usiwe na roho yoyote ya kupinga neno lako, bali weka roho ya kukubali neno lako. Maana roho wa Mungu ndiye anayekubali neno, lakini roho wa shetani siku zote ni mpinga. Lakini wewe ni Mungu na utabaki kuitwa Mungu. Baba yangu, niongoze mwanzo na hata mwisho, kwa jina lako takatifu nimeomba. Naomba usikilize hii kwa makini. Sawa? Nisomewe. Amen. Kitabu ni Samueli wa kwanza 2 kuanzia 29. Inasema, sema mwana, kwa nini basi mnaipiga teke dhabihu yangu na sadaka yangu nilizoziamuru katika maskani yangu? Yes. Ukawaheshimu wanao kuliko mimi, mpate kujinenepesha kwa sadaka zote za watu wangu Israeli zilizo njema. Kwa sababu hiyo, sasa hapa tati, naomba nisikilize kwa makini. Unasikia? Hii ni tati. Sawa? Sasa isikilize kwa makini sikio lako. Yaani fungua masikio mengine hapo. Wacha na ile ambayo umesikia mambo mengi. Fungua ile ya ndani, ile ya roho. Twende. Amen. Bwana anasema nini? Hapa ambapo Bwana anaongea sasa. Kwa sababu hiyo, Bwana Mungu wa Israeli asema. Anasemaje? Ni kweli. Ni kweli. Nalisema ya kuwa nyumba yako, yes, na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili na liwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu. Sikiza, ni Mungu sasa huyu. Huyu ni Mungu. Umeelewa? Huyu ni
makini wewe. Usikose hiyo. Ukikosa, aida. Sasa hapo ndipo unafaa uelewe sana. Mungu sio mwanadamu. Na msamaha wake sio kubembelezana tu. Umeelewa? Ndio. Mungu ni Mungu ambaye kama vile mwanangu ametoka hapa. Wewe unafikiri kwenda mbele za Mungu, unafikiri ukijipeleka ile sura yako. Mbele za Mungu anachokitazama ni ule moyo. Huo moyo ndio unaoenda mbele za Mungu. Amen. Umesikia? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Hebu sikiliza. Mungu anasema yule atakaye niheshimu hata katika nyumba yangu. Hey. Atakaye niheshimu hata kwa matoleo yangu. Si kwa kufanya vitu kwa kunidharau. Niongezee hii ama wewe pia na wewe. Wewe vipi? Amen. Achana na madharau. Achana watu wanaodharau Mungu. Achana watu wanaodharau madhabahu. Achana watu ambao wamemzoea Mungu. Heshima, neno heshima. Mungu anasema yule atakaye niheshimu ndiye nitakaye Heshimu. Bana. Kwa hivyo hata wewe heshimu heshimu. Hebu sikiliza. Huyu ni Mungu bana. Amesema Bwana anasema hivi. Hapa hakuna unabii wa mtu, ni Mungu mwenyewe. Amen. Hebu sema tena. Lakini sasa Bwana asema. Anasemaje? Jambo hili na liwe mbali nami. Kwa maana ya wale watu ambao wanajinufaisha wenyewe. Amen. Ukiangalie mimi ni nani? Usijione ni kitu, basi kitu bwana. Amen. Kuna watu walikuwa vitu lakini kwa sasa hawapo. Amen. Yeah. Jambo hili na liwe mbali nami. Kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu. Namba 2. Nenda namba 2. Na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Pigia Yesu makofi hata kama wewe unamdharau Mungu. Kuna watu wanamheshimu Mungu, wacha kuongea vitu ambavyo wewe sana. Usikubali kukaa na watu wasioheshimu Mungu, watumishi wa Mungu wanaoficha. Unajua kuna mtoto wako tamuka juu ya Mungu. Sio vyako tena, vimekuwa vya Mungu. Amen. Wewe unaweza kuja kuwekwa kitu hata na mtu ambaye sasa Mungu naye harame. Kile kitu unanunua, yeye hata anakuja kujifurahia baadaye, wewe hata wewe uligaramika. Hapo upepo. Nani surely wewe unamheshimu Mungu, mwenzako heshimu Mungu. Wewe unaheshimu mume wako, mwenzako heshimu mume wako. Hapo watu wakitembea pamoja, kisha huyo mwingine ndio atashika maganda hayo. Maana yule amezoea kutukana mume wake. Yule mwingine hawezi kutukana. Umesikia? Kuna mwingine amezoea kutukana wazazi wake, wewe huwezi. Kuna mwingine yeye amezoea. Unajua? Please. Tasubiri sana. Yaani sasa huyu ni Mungu anasema hivi. Yule atakaye niheshimu. Sasa mimi ni nani na mimi ni mwanadamu? Hapo ndio atakaye kujibu. Hapo. Unasikia? Ndio. Mtu akikuheshimu una haki ya kumheshimu. Angalia watu waliodharau Mungu. Waliishia wapi? Angalia watu waliosikiliza maneno ya watu wakaacha ya Mungu, waliishia wapi? Jana niliwahubiria kifungu gani? Yeremia inasema mtu ni nini? Mtu maana yake ni nini? Ni mwanadamu, si ndio? Na Mungu amesema Amen. Anasemaje Mungu kwa hiyo mwanadamu? Sikiza, wewe umebeba laana. Kitabu ni Yeremia 17. Umebeba laana, umheshimu Mungu. Yes. Mstari wa 5 anasema. Sema. Bwana anasema hivi. Sema.
Amelaniwa mtu yule mtegemeaye mwanadamu. Wewe unamtegemea mwanadamu. Unajua kuna vitu kiambiwa na mtu, si ndio? Umevitegemea hivi vyake ni vya kweli kuliko hivi vya Mungu. Spirit ya mwanadamu. Yaani mimi sijawahi jua mwanadamu ana sehemu gani kwako isipokuwa mzazi wako pekee. Mzazi wako alihusika kumnyonya matiti. Mzazi wako alihusika kutoka damu kwa ajili yako. Laana. Mbona sisi wengi tunatembea na laana? Kwa sababu tumeacha ya Mungu. Jana niliongea hiyo. Tuliacha ya Mungu. Tumeacha yani maagizo ya Mungu. Mwito uliotiwa. Huduma ambao umepewa. Sasa unaenda jinsi mwanadamu anavyokuongoza. Yaani mtu mkubwa unaongozwa na mwanadamu. Tena unaongozwa na kitu kimebeba kashetani. Umemwacha Mungu. Yaani angalia, unataka Mungu lakini hivi unaenda wapi? Hivi ndivyo unaenda. Lakini kuna anakupeleka ni wapi? Twende. Sikiza. Amen. Unamsikiliza yeye. Umemfanya kuwa kinga yako. Unajua kuna watu sasa hiyo wako hapo wametegemewa kwenda kupeleka umbea. Sasa wewe umetegemewa, yaani umetegemewa wanaelezea wenyewe. Si wapo kanisani wanaliletea. Yaani wewe hata una manabii nje. Una manabii bali na nabii John. Wewe umekufa. Ndio hapa kinga yake ikiwa Mungu, wewe kinga yako ni mwanadamu. Amen. Amfanyie mwanadamu kuwa kinga yake. Na moyoni mwake amemwacha Bwana. Unajua wakati wote ukifuata njia za mwanadamu, moyo wako umemwacha nani? Bwana. Umemwacha nani? Na alafu unasema Bwana nikomboe, Baba nipiganie. Hata mimi kwa Mungu ninaomba. Hata mimi kwa njia yangu. Umemwacha Mungu. Umemwacha. Sema nimemwacha. Hata kusema, hata moja naona matoleo ya. Maana atakuwa kama fukara nyikani. So unaweza ongozwa na mtu. Wewe ulikuwa na mtungi wa maji, yana chupa ya maji. Chupa yako akamaliza mpaka kaingilia yako. Alafu akakutoroka. Nimesema chupa mmeshika tayari. Kumbe mnasikia? Haleluya. Amen. Sasa anakupeleka wapi jangwani? Anakupeleka katika shida. Anakupeleka katika vifungo. Maana kuna vitu atakuja kukwambia uwepo wa Bwana utashtuka. Hapo ndipo unaenda kwa jangwa. Nguvu za maombi, nguvu za vile kujitolea, nguvu za ulikuwa unajitolea vizuri kwa Mungu. Sasa na ulikuwa unamuona Mungu, sasa umeanza kurudi nyuma kwa sababu mwanadamu amekuletea, umeacha neno la Mungu. Mwanadamu, kwani unafikiri shetani anatumia mbuzi? Ukifikiria mbuzi ni hawa mbuzi wanaoongelewa katika maandiko ni watu ambao wana adabu katika kanisa. Juzi nilikuwa nimebebwa na nani? Ni Dennis. Hapo feri mbuzi. Hapo. Anataka. Anasema anataka nyasi. Sasa wewe unaona wengi nayo. Amen. Jitu weka na Mungu wako. Kuna watu huko uliwajua juu ya vile Mungu. Hata yeye pengine alikuja mahali na shida zake. Umesikia mama, wewe ni pastor. Sasa wewe ni pastor. Basi kuzoee vibaya. Umesikia? Wakikudharau waachie Mungu. Basi Gladys, wewe ni pastor. Hautapendwa, pastor hapendi. Unanisikia? Hakuna siku pastor atapendwa. Hata hao ulionao hao umekuja nao kutoka Kinamu. Wakiwa peke yao wale wanaongea. Wanangu mimi nakwambia. Wakiwa peke yao. Kwanza mkutana na mtu mwingine akashiriki kanisa lingine. Ama kutaka mtu aliyetoka hapo kanisani hapo. Alitoka tu kwa ubaya wake.
kabisa na wanaongea mabaya. Ni wangapi wewe Rebeka? Ni wangapi? Na wengine hata wewe uliwasaidia. Wewe unafikiri pastor anapendwa? Pastor anapendwa na Mungu peke yake. Hakuna siku pastor anapendwa. Umesikia? Niambie ni pastor gani ashaisifiwa na sifa nzuri? Niambie. Ukienda kwa mama na kwa mama na mambo yake, lakini na washirika na wapiga makofi na waondoke. Si ndio? Unaenda kwa Ezekiel unakuwa ni Deborah, lakini na washirika. Ni sawa? Sasa nisifie hiyo basi. Hakuna. Lakini waganga unawaacha. Ndio ulilala na yeye. Wachawi unawaacha na wanakuroga. Lakini watu wa Mungu unawapiga vita. Kwa sababu umekosa heshima, ndio maana Mungu hata hawezi kukuheshimisha. Kuna heshima. Bora vile umekaa kama makanika. Sema mtoto mzuri katika Wakristo, mtoto mzuri ni yule aonaye na anabadilika na anasonga mbele. Umenisikia? Hata kuna mahali Biblia inasema hivyo katika kitabu cha Zaburi. Daudi anasema ninapenda maonyo, napenda kurekebishwa, napenda kukemewa. Sisi kumbuka ni Zaburi lakini aliniambia hivyo kwamba napenda kurekebishwa, napenda kukemewa. Heri nikemewe kuliko kwenda katika nyumba, katika njia isiyompendeza Mungu. Ni vile tu nipasoma kitabu. Amen. Amen. Haleluya. Jiangalie sana. Unaweza kuwa unaona unaheshimiwa na Mungu, kumbe Mungu hakuheshimu. Kwa sababu wewe mwenyewe humheshimisha. Number 1, umesikia kwamba ukisikiliza hiyo maneno ya hawa watu. Unajua kuna watu wanaweza shauriwa kwamba hata usiende kumtolea, usiende kutoa. Ndio. Sababu watu hawapendi Mungu. Wewe unaweza kuwa unampenda Mungu, yeye hapendi Mungu. Si hata wewe umepigwa vita na huyu. Na ni mtoto wako. Sasa ajaribu kupiga vita. Sasa ajaribu bila ameokoka. Unaona mpaka amesonga hivi. Umemwona vile sasa amekuwa smart, anakaa kama msichana. Ana wajukuu. Amen. Unaona vile Yesu amemtengeneza. Kuna mtu anaingia hiyo mtaa wake majaribu amepitia hivi. Hakuna vita vibaya, nimesema jana. Kama upigwe vita na familia yako, afadhali upigwe vita huko nje, lakini familia yako inakupa amani. Lakini wao wanaanza hapo ndani, wanakula, wanakutenga. Sasa unataka kulia, kwani ni wewe? Haleluya. Amen. Waleta tuwe sana. Amen. Vita vizuri kule nje, havina shida. Wanaongea, lakini ukifika kwa nyumba unapokelewa. Lakini wanaongea, ukifika kwa nyumba nao wameanza. Sasa nao wanasema maisha yao yatakuwa jangwa. Waleta tuwe sana. Amen. Tuchunge sana marafiki, madugu. Unajua ndugu alimfanya nini? Yusufu akaua, wakataka ndugu yake akufe. Bibi naye ama bibi zetu wengine pia tuwachunge. Bibi naye tulipopata, tukisoma kitabu cha Ayubu, bibi naye alimwambia mwenzake, wewe tukana Mungu. Nasikia hiyo? Sasa wewe pinga hiyo. Maana ni maandiko. Na ukiwa bibi kisirani, wewe na mwanamke wa Ayubu una tofauti gani? Wewe na mwanamke wa Ayubu una tofauti gani? Wewe mwanamke wa Ayubu, yule mwanamke wa Ayubu alikuwa anaitwa nani? Nani anamjua jina lake? Kwanza nimtafutie jina basi. Simtafutie jina.
Unajua ukiniambia nikuuliza jina uniambie nani wewe jina lako. Yes. Tukija kwa wanaume wengine nao wakina Belishaza, wakina Sauli. So wako wabaya, wako wazuri, lakini wakuongozao katika njia ya Mungu, huyo ni beta. Anayekutia moyo wakati una majaribu, huyo ni beta. Wakati umekosa anakwambia usijali na kuombea tu, huyo ni beta. Lakini yule akiomba kitu anafura kuanzia asubuhi mpaka jioni, mwambie tu Mungu badilishe. Nataka nikapenda, lakini mapenzi yangu yafanye. So umesikia, namba 1 inapeleka mtu wapi? Nyikani. Sikiliza mwanadamu. Namba 2, maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema. Nitakuja. Ulikuwa unapokea vitu vizuri, lakini vimeanza kukuondokea. Sasa kinachokuja ni kibaya. Kuna mahali nilikaa kwa miaka mingi sana. Nani mzama anajua hiyo. Siongee kwa mbaya. Lakini mzee wakati alipokuwa na pesa alichezea maisha yake vibaya sana. Alafu Mungu akaja akampiga yule mzee sana, mpaka ikafika wakati kawa sasa analishwa na mimi. Bibi anakumbuka, anamugulisia, anamuuliza, unakumbuka wakati fulani wewe ulikuwa unatuacha hapa na gari, unatuachia 500 na ndio muende nyumbani. Alikuwa na gari lakini alirudi hana hata shilingi. Ameishiwa. Alikuja kuokoka baada ya kuwa hana kitu. Hata wewe unaweza kuwa umeokoka sababu una na siku ukipata hujaokoka. Sasa ujiangalie. Hizi ni maua. Lakini roho ndio inasabiki kwa maua, mwili ni maua. Amen. Maliza hapo mwanangu. Maana atakuwa kama fukara nyikani. Hataona atakapotokea mema. Bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi. Vitu vyote vinaweza change, vikabadilika, ukakaa jangwani. Sasa ulikuwa mahali pazuri, sasa umerudi katika hali ya shida. Sasa unajiuliza, nimeingiaje hapa? Na nitatokaje hapa? Wewe ulisikiza nani? Fikiria kwanza, aliyekufanya mambo kafanya nyikani nani? Kuna wanaume wazuri wanaweza kupeleka maisha yao bibi zao mahali pazuri sana. Kuna wanaume wazuri wanaweza kufanya waume zao kaenda mahali pazuri sana. Amen. Kwa sababu wao watu walikutana wakiwa wangapi? Sasa ingiza marafiki. Na wao walikutana na Mungu ukiwa wewe na yeye? Nakwambia nampenda Yoshua alivyosema. Mimi na nyumba yangu nimeamua. Alimwambia wana wa Israeli, "Dai." Amen. Akasema mimi niko hapa lakini leo nimeamua niwaambie, nimeamua mimi na nyumba yangu nimeamua kumtumikia Bwana. Na nyinyi nanyi mchague. Kama mtaenda katika njia zenu, kama mtaenda katika umbea, kama mtaenda kuabudu miungu yenu, kama mtasikiliza wanadamu, mimi nimeamua kumsikiliza Mungu peke yake. Amen. Sasa hata wewe roho yako saa hii usikilize Mungu peke yake. Yeye ndiye aliyekuleta duniani. Hawa watu hao wengine hawajahusika kukuleta duniani. Mimi mahali naweza kukwambia kitu. Jana niliongea kitu na hiki kitu ni muhimu sana. Uwe na nguvu vipi? Uwe hodari vipi? Chungana. Laana namba 1 ya Mungu. Ya pili ya wazazi. Amen. Maandiko yaliandikwa live kwamba ukimheshimu baba ama mama, hao wawili ni
wako. Alafu anasema kwanza siku zako zitaongezeka. Amen. Alafu pia atakupatia yani baraka. Wengi tumelaaniwa kwa kuwadharau wazazi wetu. Na unaenda ukisema mimi ninavunja madhabahu. Madhabahu ya mzazi haivunjwi kwa maombi. Ni umfuate na umwambie mama nisamehe, nimekosea. Amen. Wewe nenda ukavunja hizo madhabahu, utakuwa maskini. Ay. Kavunja madhabahu ya dada haivunji. Mtu amekulaani alafu unaanza kuvunja madhabahu. Hiyo haisikii maana hiyo. Cheza na hiyo laana uone. Mungu akiweka sasa kwamba ni Mungu wa pili, hawezi kubadilika. Huyu hawezi kubadilika. Na hata ufanye vipi, huwezi kupata mwingine kama yeye. Hii ninakwambia for free yani. Kuna watu sisi tukipata waume tunatukana wazazi wetu. Tukipata wake tunatukana wazazi wetu. Lakini yeye ana mzazi wake anamheshimu. Hii ninaongea live na huwezi nilipa na hata huwezi kukula bali utanipeleka. Kwa sababu ninaongea ufalme wa Mungu mimi. Amen. Na kama waamini, endelea kudharau mzazi wako. Labda awe hajatoka damu. Labda awe hajanyonya matiti yako. Labda awe hajapiga mama. Aweje. Hivyo ulivyo kama si yeye usingeona hiyo dunia. Amen. Kuna walio kweli watoto wangu, kuna maombi mengine si lazima uombewe. Mzazi akifurahi hata kama huja kupatia kitu cha maana, lakini rohoni wake ana amani na wewe. Achana na hiyo. Nenda kwa kazi. Amen. Fanya vitu zako. Wewe. Maombi yanakubalika. Yaani anaenda hata mangani. Lakini shida tumekosa heshima. Maana saa zingine tunaangukia mahali ambapo hakuna heshima. Mimi nashukuru sana wale ambao walikuwa hawaongei na wazazi wao na sasa hivi wanatarajia wanaongea na wazazi wao. Mwanangu wewe hujui vile nilikuombea. Kuna maana sana. Kuna watu hapa niliwapata wengine walikuwa hawaongeleshi na wazazi wao. Walikuwa hawapigiwi simu. Lakini sasa hivi hiyo ndio baraka. Na hiyo ndio pastor anafaa akufundishe sana. Amen. Maana bila hivyo hata Biblia inasema asiyeheshimu mzazi wake kukufa na afe. Haya angalia. Laana inaua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo umesikia Mungu anakuambia nini? Kwamba atakuheshimu. Na ukimdharau. Umesikia Mungu akumdharau? Umesikia Mungu akumdharau? Umesikia? Hebu tumalize hapo kwa mdharau sasa ndio nimalize kabisa. Tulia. Hakuna kutoka. Tulia kwanza. Nipatie haraka ndio uone. Amen. Tunamalizia tu hiyo. Lakini sasa Bwana asema, sema, jambo hili na liwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau nitawahesabia kuwa si kitu. Heshimisha Mungu kwa matoleo yako siku ya leo. Usimdharau, yaani usichukue vitu vimecha, yaani useme ati nimeacha nyingi, sasa wacha nitoe hichi kidogo. Alafu najitolea sana lakini leo sitajitolea. Unafikiri umenidharau mimi? Wewe unaona mimi ninakujua kweli? Mimi hata sijui nisabia pesa yako. Sijui. Hata sijui jana nilikula nini. Lakini Mungu hawezi kuficha. Umenisikia? Ndio. Niliwaambia nini jana? Kama kuna macho ambayo hayapezi kwa Mungu yanapoangalia mtumishi wa Mungu hivi. Ukiingia mahali Mungu hapo na wewe. Ukifanya dhambi Mungu hapo na wewe. Umenisikia? Na wewe umeokoka, Mungu anakutazama hivi. Hata kwa mifuko yako. Amen. Biblia inasema kama tumeendelea kule, inasema moyo una ugonjwa kwanza wa kuficha. Hata sasa hivi umepata ugonjwa. Sasa uko mgonjwa wa kuficha. Yaani wewe ni mgonjwa hapo ulipo sasa hivi unajihukumu kwa nini umeficha. Umeanza kuwa na ugonjwa.
Amen. Angalia siku zinakuja nitakapokata mkono wako. Sitaki kukata mkono. Sasa nitakuwa nashikana nini kazi zangu? Nikikata mkono nitakuwa nashikana nini mume wangu? Nikikata mkono huyo mume wangu nitamshika nini? Wewe, siku zinakuja. Usimheshimu Mungu. Kwani niko peke yangu? Hapo shaka hapo gani? Bado. Kule kwetu tunasema Kiingereza. Kizungu inaitwa power saw. Angalia siku zinakuja. Siku zinakuja. Nitakapokata mkono wako. Chunga sana twende. Na mkono wa mbari ya baba yako. Hata nyumbani mwako. Yaani anasema pako mkono wa bahari yako. Yaani hata ukitaka kusaidiwa na watu wa familia hawatakusaidia. Kwa sababu kwanza ni papo ukikutana na Mungu, hata watu wakitaka kukusaidia wasimame na wewe, hawawezi kusimama na wewe Monica. Hakuna mtu atasimama na wewe, hakuna mtu aliyesimama aliyemkosea Mungu. Maybe waovu wenzake ama wachawi wenzake. Umenisikia? Wao wana chama chao cha umbea wao wasimame na umbea wao. Wanatiana mbea, hadi mwambia nao wanatiana moyo. Wewe unakufa wengi. Yaani imagine unatoa moyo na mbea. Hata usijali tu, hata Mungu anabadilisha. Chunga. Wasikia mtu wa Mungu? Chunga. Mwambie mwenzako chunga wewe. Mwambie kama sikuwa najua. Sasa nimejua. Mimi sitaki kupata mkono. Lazima nipate mkono. Wewe na mkono wa mbari ya baba yako. Hata nyumbani mwako hakutakuwako mzee. Wafa mapema siku si zao. Wanyauka di. Hakuna mzee. Madhabahu walikupigania. Mungu hakutetei. Sasa kwa wewe Mungu wewe bana kwa mganga. Mara wapi? Unajaribu. Sasa hiyo nataka kwa kile makanisa. Nataka kwenda Uganda. Haya Uganda. Yule mzee naye aliwaambia nini? Mimi niko na kansa. Leteni wale mapasta wote ambao naangalia hapa TV wanaponya waje waniombee waponya. Mapasta wao. Mzee anasema kama ni hivyo na unaombea watu na wagonjwa, basi inabidi hiyo kanisa lifunge. Maana naangalia kwa TV hapa na naona mtu anapiga mpira hivi, anafanya hivi, ana mapepo anapona. Bila niko na kanisa, si niletee huyu pastor. Lakini mzee Biblia aliongea pointi. Kwani lakini haleluya. Amen. Sasa hapo utakuwa unatangatanga. Maana pale, maana. Kule madogo. Kesho. Kidogo ilikuwa nafanya afadhali. Rudi vile. Kuna mwingine kule. Sakahola. Bado umekufa. Kumbe ni kwa sababu una heshima. Una heshima. Yaani ulikuwa masikio lakini kama photocopy yani. Hausikii kitu vizuri, kitu kibaya ndio unasikia mpaka inaenda kumchuka inaongezeka lingine kwa kama ilifanya. Ni kwa sababu kitu kibaya. Sasa ni jambo gani unalifurahia? Mtu alikwambia usitoe na mtu amekwambia toa. Yuko unafurahia? Mwambia tu kwenda. Mbona unapokuwa ukira kuja kanisani unaona pesa? Amen. Hata wazee wengine sijawaona leo. Wazee wengine leo sijawaona, wamepungua. Na walikuwa kwa vikao kila siku walikana wenzao. Unaona pesa. Bora ni kitu rahisi. Gogoga, kila mzee mwenzako. Au hata kuna mama wengine leo wa mama leo hawa. Na Jumapili pia hawatakuja. Wakisalia Jumapili kama ngapi? Anamwambia baba nilikuwa nimeenda matanga. Na alikuwa amejifunika shiti.
Lakini nakupokea, maana mimi baba wote wanaoenda matanga ya uongo ni wangu. Maliza. Umedharau mahali Mungu amekuinua, umedharau Mungu mahali amekupatia teso. Na watalitazama teso la maskani yangu katika utajiri wote watakaopewa Israeli. Wenzako wanafanikiwa, umeanza kurudi nyuma. Kumbe ni madhabahu ya kutandika. Huku yeshe. Hata wewe swali uko na 10,000, umekuja na 1,000. Na si kwamba ni Yona anaenda kujenga nyumba yake. Huyu mama hata kitaja miaka yake utashangaa. Ametoka Jogato. Fea peke yake ndio mchango wako wewe. Na kwenda na kurudi, wewe umechanga hivi. Yeye amefanya fea. Mwenzako amefanya fea, wewe ndio unatoa. Na unakaa hapa Likoni. Na ulikuwa unajua ni mwezi wa nani? Hata wewe harusi na watangalizia, tena ikikosa utasema huna mwezi wa harusi. Lakini ni sawa. Maliza. Na watalitazama teso la maskani yangu katika utajiri wote watakaokuwa Israeli, wala nyumbani mwako hata kuwako mzee milele. Mimi siongezi chochote. Umeambiwa si leo peke yake. Milele. Hata wewe utazeeka. Ukimdharau Mungu aliyekupatia uzima. Nakwambia kama ulikuwa upewa miaka 20, miaka 120. Hata wajakushikwa tuna kama malaria. Na kwa sababu umemdharau Mungu, mchawi anapata nguvu na kutia moto, uamuki tena. Unakohoa na unaenda. Ama mwili unaingia baridi na kutetemeka, ukidungwa sindano ndio wanatoa na. Unaona yule aliyekufa leo, alijua kesho ataamuka. Chunga wewe. Amen. Umesikia? Ndio. Unajua kuna mahali Yesu aliwaambia live wazi kwamba fanyeni yote. Mdharau watu wengine, lakini usimdharau Roho wa Mungu, maana hutasamehewa. Unaona hilo neno mahali neno? Hautasamehewa ulimwengu wa sasa na hata ule ujao. Chunga. Amen. Ni sawa? Ndio. Chunga. Hapo mahali umekaa. Ndio tu mkono wako. Naomba nipatane na wewe. Usiufiche uso wako kwa makosa yako. Haijalishi ni kosa gani nilifanya, liwe ni la kweli ama la uongo. Toba ya moyo wangu ndio muhimu. Kila akosaye anasamehewa. Nakubali Baba, mimi nimekosa, unisamehe. Nisamehe. Shetani asipate nafasi kwa makosa niliyokosa, kwa vitu nilivyoshirikishwa. Leo ninakiri na moyo wangu kabisa, Baba, unisamehe. Nisamehe. Nisamehe mimi. Nisamehe mimi. Ninaomba juu ya maisha yangu na watoto wangu na vizazi vijavyo. Sitaki shetani achafue maisha yangu kwa ajili ya makosa ya watu wengine ama yangu. Naomba msamaha. Samehe Baba, nisamehe. Nanyenyekea unisamehe. Yoyote niliyomtendea mabaya ama nilimuumiza yoyote moyo, na ilikuwa chanzo ni mimi, samehe. Sitaki laana yako
wala laana ya mzazi wangu. Unisamehe. Nakupenda Mungu, maana maisha yangu ni wewe unayajua. Samehe tena. Naona kama hujanisamehe Baba. Nasema unisamehe tena. Yote aliyofanya na mimi nami naabudu Mungu yule yule wa Daudi. Bwana unisamehe, nisamehe. Wewe ni Mungu mwenye kusamehe. Watu wakiniona mimi mkosaji, lakini mimi ninajua nimeomba msamaha. Wacha wabaki na dhambi wanazozijua na makosa niliyofanya, lakini mimi sitaki kubaki nayo. Wacha watembee nayo. Mimi nimeondoa huko. Baba, niondoe huko ule wanadamu wanaponifikiria. Mimi nimetoka huko. Mimi nimeokoka upya. Nimeokoka. Nimesamehewa dhambi na makosa kabisa. Sasa nitakaswe. Unitakase na damu. Moyo wangu uwe huru. Nisiwe na chochote katika mwili wangu. Nisibaki na mtu yeyote katika mwili wangu. Nibaki na wewe peke yake. Yesu, niongoze sasa. Baba, niongoze. Huduma yangu isikufe. Nimekataa shetani na maneno yake yote ya kuchafua maisha yetu. Nimeamua leo, hii tarehe ya leo, tarehe hii ya leo, tarehe hii ya leo, nimezaliwa upya. Nimezaliwa upya. Maisha yangu yako mapya. Hata ninapenda kumtolea sasa, kile ninatoa Yesu atanipokea na roho safi, maana nimetangulia kuomba msamaha ili nifunguliwe na niwe huru kabisa. Sitaki chuki na mtu. Wewe ni wa upendo, niwe na upendo. Yoyote anayeniletea takataka kwa maisha yangu nitamkemea, kama vile Yesu alivyomkemea shetani, ndivyo nitakavyomkemea ili atoke katika maisha yangu. Na ndipo maana shetani alipokemewa na Yesu alitoroka, hakubaki pale. Nami nimemkemea kila adui aniambiaye mambo yoyote yahusiane na mwanadamu, nimeyakataa. Lakini aniambiaye neno lako atakuwa rafiki yangu. Asante Bwana kwa kunisamehe na kupokea upya. Sasa niko huru na nimebarikiwa leo na hata milele. Amen. So tunaingia katika sasa heka